وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Tunaondokea kwenye aya namba 7 leo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi anzala alayka alkitaba, yeye Allah ndiye ambaye kakuteremshia wewe mtume wake kitabu. Minhu ayatun muhkamatun, katika sehemu kubwa ya kitabu hicho kuna aya muhkamat, hunna umul kitab. Aya hizo ndo msingi wa kitabu au ndo kitabu chenyewe. Wa ukharu, na katika kitabu hicho ziko aya nyingine mutashabihatu, ni mutashabi. Kwa hiyo kuna aya muhkam na kuna aya mutashabi. Muhkamatun ni zile ambazo zimezungumzwa kwa lugha ya wazi, plain language, hazihitaji ufafanuzi sana kuzifahamu, ujumbe wake umenyooka moja kwa moja unakuja akilini. Hizo ndo zinaitwa muhkamatu. Katika kitabu hiki zimo aya nyingine mushtabihat. Aya mushtabih ni ile ambayo inahitaji ziada ya maarifa ya elimu, mpaka juhudi kubwa ifanywe kukufafanulia, kukufahamisha. Yani haziko wazi, zina utatanishi kidogo katika kuzifahamu kwake. Ndio nikasema zinahitaji elimu ya ziada au maarifa ya wenye elimu wa kufahamisha. Kwa hiyo kitabu hiki kimoja kina aya za namna hizo mbili. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, ama kitabu kimeletwa kwa watu wote, muongozo kwa watu wote, lakini hawa watu walioletewa hiki kitabu na wao wamegawika vile vile. Kuna watu ambao chaguo lao ni dunia na kuna watu ambao chaguo lao ni akhera, hawafanani. Sasa aya inasema fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, wale ambao nyoyo zao zina upindaji wa aina fulani, hazikunyooka kwenye haki, wanapenda sana kumili katika upande wa batil au kukidhi matamanio yao ya dunia. Watu wa aina hii fayattabi'una ma tashabaha minhu, kitabu wanakisoma lakini hukimbilia, hufuata, hung'ang'ania zile aya zenye utatanishi. Watu wenye aina ya upotofu nyoyoni mwao hukimbilia sana aya zenye utatanishi ambazo hazifahamiki moja kwa moja, zinazohitaji ujuzi wa ziada. Wao ndo uzikimbilia hizo. Wanazikimbilia hizo kwa nini? Ibtighaa alfitna, wanajua kwa aya hizi wataweza kuleta mikorogeko katika akili za watu, wawafitinishe watu kwenye imani zao. Wabtighaa ta'wilihi, na huwa wanajaribu wasifike kwamba wanazijua tafsiri yake. Wao ndo waliofafanua, wakati wenyewe elimu ya jambo hilo kwao ni haba au haipo kabisa. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, na hakuna anayejua tafsiri ya aya zenye utatanishi zaidi ya Allah mwenyewe. Allah ndo anayejua amekusudia nini kwenye aya hizo.
ujumbe gani kataka ufike kwa watu kwa kupitia aya hizo. Allah ndo anayejua, watu hawajui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ndo anayejua, nyinyi hamjui kitu mpaka kile mnachofahamishwa kwa kiasi mlichotakiwa kufahamu tu. Sasa wako watu huwa wanakwenda kwa kung'ang'ania aya hizo, wala ujuzi nazo hawana. Wanataka wafitinishe watu kwenye dini na waambiwe wanajua tafsiri yake, ibtighaa alfitna wa ibtighaa ta'wili. Wanakimbilia aya hizo kwa kutaka fitna kwenye maisha ya watu na imani zao, na kutaka waonekane wanajua tafsiri ya hizo aya. Sababu ukijua aya watu inawashinda, wewe unajiona ndo uko juu, wewe mwalimu. Lakini Allah ndo mwalimu zaidi, ndiye anayejua tafsiri ya aya hizo. Warasikhuna fil ilmi, ama wale watu ambao wamebobea katika elimu, wenye juhudi ya kutafuta maarifa, yakuluna, wao wakizikuta aya hizi huwa hawavai kibri wala hawajipi umbele wakasema tunajua. Wakizikuta aya hizo, watu wenye ilmu ya kweli, yakuluna, huwa wanasema amanna bihi. Mara nyingi aya hizi huwaingiza watu katika mijadala, na mijadala mingine inaepukika. Sasa kwenye mjadala, mtu mwenye kumwogopa Allah huwa hawezi kusimama kwenye mijadala, kwa sababu dini haikuletwa kwa ajili ya mijadala. Na Mtume amesema anayejifunza elimu kwa kutaka kujitengenezea uwezo wa kusimama kwenye mijadala kapoteza nusu ya dini yake. Si mtu mwenye uongofu, haina tija mijadala. Lakini wao watu wa aina hiyo ndo wanapenda hiyo fani ya mijadala. Wenye elimu ya kweli wakikutana na mijadala ya aina hiyo, yakuluna, huwa wanasema amanna bihi. Kwa ujumla aya ina utata, lakini sisi tumeiamini, tunajua hii ni aya, ni katika wahai Allah kauteremsha kwetu, miongoni mwa aya alizoteremsha na hii imo, tunaiamini kama aya. Amanna bihi ndo kauli yao kusha, sisi tunaiamini hiyo aya, au tunaziamini aya hizo. Kullu min indi rabbina, zote hizi tunazozifahamu na tusizozifahamu zinatoka kwa Mola wetu mlezi. Tunachoamini hii ni katika sehemu ya wahi, ni aya zimo kwenye kitabu cha mwongozo, zinatoka kwa Mola wetu. Kuzifahamu kwa kina na kuto kuzifahamu, hilo ni suala jingine, lakini ni aya za Allah. Wama yadhakaru illa ulul albab, hawaingiwi katika akili zao wakafahamu ustaarabu huu wa kwamba hili tunalifahamu na hili hatulifahamu, hili tunamwachia mwenyewe Allah. Wenye akili, wanaotumia akili zao ndo wanafahamu hivi. Wengi wanajitia hamnazo wakaogelea maji wasioyaweza, maji ya kina kirefu. Aya hiyo tunasoma leo, huwa alladhi, yeye Allah ndiye ambaye anzala alaika alkitaba, kakuteremshia wewe mtume wake kitabu. Aya iliyopita imesema huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yashau, yeye Allah ndiye aliyekupeni sura kwenye matumbo ya mama zenu, vile alivyotaka yeye ndo alivyokuumba. Sura aliyotaka yeye ndo alokurekebisha nayo. Fi ayi surati ma shaa rakabaka, ile sura aliyotaka yeye, wewe hukuchagua sura, niumbe hivi, nipe sura hii. Hakuna pahala kuna katalogi ulikwenda kutiki mimi naomba hii, hakuna. Sura aliyotaka yeye ndo alokurekebisha nayo ukaja nayo duniani. La ilaha illa huwa, hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki ila yeye. Al-Azizul Hakim, ndo mwenye nguvu ya kushinda kila atakalo, hashindwi na yoyote, na ana hikma katika ufanyaji wa mambo yake. Mambo yake yote kayafanya kwa hikma ya hali ya juu. Kwa hiyo mola huyo aliyewapa sura matumboni mwa mama zenu, huwa alladhi, ndo yeye ambaye anzala alaika alkitaba, kakuteremshia wewe mtume wake kitabu, kama walivyopewa mitume kabla yako, na wewe umepewa utume na umepewa kitabu.
anzala alayka ya Muhammadun alquran alazima, Allah amekuteremshia wewe Muhammad Qur'ani hii tukufu, ndo kitabu chako cha kuwaongozea watu. Minhu, katika jumla ya maudhui ya kitabu hiki, ayatun muhkamatun, zimo aya muhkam. Hunna umul kitab, aya hizi muhkam ndo msingi wa kitabu chenyewe. Yani hayo hasa ndo mlokusudiwa mletewe, hayo hasa ndo muyafahamu na muishi nayo kwa kuyafanyia kazi. Maelezo ya wazi yanafahamika bila ya juhudi kubwa ya kutaka ufafanuzi au maarifa ya ziada. Zimo aya ambazo ni plain, zinafahamika. Hunna umul kitab, hizo ndo msingi au ndo mama wa kitabu, ndo malengo hasa ya kuletewa kwenu kitabu hiki. Fihi, katika hichi kitabu ulichoteremshiwa ewe Muhammad, ayatun bayinatun wadihatun dalalati, kuna aya zinazofafanua mambo wazi wazi, yani zinafahamika kwa urahisi. Bayinatun, zinabainisha kinachotakiwa kisichotakiwa, kweli uongo, sawa na sio sawa, ziko wazi. Wadihatun, yani ziko wazi, hazina mazonge katika kuzifahamu. Wadihatu dalalati, ukitaka kufanya istidlali ya mambo yanayohusu jamii pana ya watu, dalili kwenye aya hizo ziko wazi, anazifahamu mtu mwenye elimu kubwa na mwenye elimu ndogo. Ziko aya kama hizo kwenye kitabu. Lalitibasu fiha, aya hizo hazina mkanganyiko ndani yake. Wala ghamudun, wala sio ngumu kwamba mtu atumie juhudi ya ziada kuzifahamu, nyepesi kuzifahamu. Ka ayati alhalali wal harami, kama aya zinazozungumzia halali na haramu. Mmehalalishiwa hichi, mtu yote anafahamu hiyo lugha. Mmeharamishiwa hichi, mtu yote hiyo lugha anaifahamu, haihitaji ujuzi wa ziada. Hichi halali, hichi haramu. Hakuna ufundi wa lugha hapo unaohitaji fani, ala. Kitu kiko wazi, kinaelezewa na kinafahamika kwa anaelezwa. Hunna, aya kama hizo, aslul kitabi wa asasuhu, aya kama hizo ndo asili ya kitabu na ndiyo msingi wake. Malengo ya kuletewa kwenu kitabu yako kwenye aya kama hizo, ambazo lugha yake ni nyepesi, zinafahamika mara moja. Wa ukharu, na kwenye kitabu hicho hicho kuna aya nyingine, ukiacha hizi zilizokuwa nyepesi kufahamika. Wa ukharu, ziko na aya nyingine, mushtabihatun, zina utata kidogo kuzifahamu, panahitaji ufundi wa ziada, uwe na fani za lugha, au upate mwalimu mweledi akufafanulie mpaka ufahamu. Ziko aya kidogo zina mazonge kuzifahamu, lakini nyingine ziko wazi, zinafahamika mara moja. Hata kwa mtu mjinga tu ukimfahamisha kwa mara ya kwanza, anaelewa nini kimekusudiwa. Wafihi, ukiacha aya muhkamat, wafihi, nazimo katika kitabu hicho hicho, ayatun ukhar, kuna aya nyingine, fiha ishtibahun, kuna mkanganyiko kwenye kufahamu aya hizo. Yani fiha, katika aya hizo, ishtibahu fi dalalati, zina mkanganyiko katika kutolea dalili. Jambo hili linafanywa hivi kwa dalili gani? Ukisomewa hiyo aya ambayo hiyo na dalili, huifahamu. Pamoja na kusomewa hiyo aya bado hujaifahamu. Kutolea kwake dalili kuna hitaji ujuzi na maarifa ya ziada. Aya hizi zina mkanganyiko ala kathiri minan nasi, kwa watu walio wengi, maana wasomi wenye ilmu wanakuwa wachache, na katika hao wasomi wachache wenye ilmu, wenye kuitendea kazi elimu yao wanakuwa wachache zaidi. Kama walivyosema watu wa falsafa, annasu halaku, watu wameangamia. Kama tulivyosoma kwenye suratul Asri,
innal insana lafi khusr. Kwa hiyo na watu wa falsafa wanawachuoni wamesema annasu halaku, watu wameangamia. Majority ya watu wanakwenda siko, wanakosea. Hata ukipewa vigezo vya peponi na motoni, wanaofiti vigezo vya kwenda peponi wanakuwa wachache kuliko ambao wanaingia kwenye mkumbo wa kwenda motoni. Wote ni watu, lakini huwa wana tabia tofauti na matendo tofauti. Walahum a'malu min duni dhalika hum laha amilun, wana matendo yao tofauti tofauti, wenyewe wanajifanyia. Kwa hiyo watu kwa sababu tu ya madhaifu yao wengi wanaangamia. Wanakaa duniani muda mrefu, lakini siku zikiisha wanaondoka na matokeo mabaya, wamefeli, wanakwenda kwenye hisabu ngumu. Kwa hiyo watu wote wameangamia illa alalimuna, isipokuwa waliojituma katika kusoma. Wanafanya mambo yao kwa sababu ya maarifa ya ilmu walionayo. Mtu mwenye kufanya mambo kwa ujinga hawezi kufanikiwa, hana ufanisi. Kwa hiyo ilmu ndo inamata. Hata baba yetu Adam kaumbwa vizuri, akili anayo, anaongea, lakini kilichompa yeye hadhi na haiba, Allah anasema wa'allama Adam al-asmaa kullaha, Allah kampa elimu. Kwa elimu ndo akashinda hata mtihani pamoja na malaika. Kwa hiyo watu wengi kwa sababu hawaendekezi kusoma wanaangamia, wanakosea. Kukosea kwao kunawapeleka kwenye matokeo mabaya. Muda ukiisha wanaondoka vibaya duniani. Illa alalimuna, isipokuwa watu waliosoma. Na wanaosoma wanakuwa wachache. Tukizungumza kwenye dini kusoma, sio hao wanaochukua digrii nyingi nyingi. Hao wanasoma na wakabaki wajinga. Mtu anasoma anaitwa profesa, lakini yeye anakuwa akili hana, kama aliyemuumba anavyomuita. La yaqilun, hawana akili, lakini wamesoma ila hawakufahamu. Kama alivyosema rais wetu wa kwanza, walisoma hawakufahamu, walipojifunza ndo wakajua. Kwa hiyo wenye kusoma elimu yao ndo inawasaidia kwenye muamala, kwenye akhlaq, wakafanya vizuri kwa ufanisi kwa sababu ya elimu, wana maarifa. Wala alimuna halaku, lakini uzoefu unatufunza hata hao waliosoma nao wanaangamia. Wanaangamia na elimu zao. Wanaangamia watu na elimu zao. Illa alamiluna, isipokuwa wenye elimu ambayo ile elimu yao wanaifanyia kazi, wanaishi na wanatenda mambo yao wanayoyatenda kwa mujibu wa elimu walizonazo. Hawa hawaangamii kwa sababu wanajua kukiweka kila kitu mahala pake. Wala amiluna halaku, lakini pia kutokana na uzoefu wako waliosoma na wakaifanyia kazi elimu yao, lakini result ikawa pia wamepotea. Kwa hiyo wanaosoma na wakaishi kwa kuifanyia kazi elimu yao pia nao wanapotea. Illa almukhlasun, isipokuwa watu wenye ikhlasi wanaofanya kwa ajili ya Allah. Wako wengine walimu wazuri wa dini, wanasoma sana dini, wanafanya vizuri mambo yao kwenye dini, lakini wanakosa ikhlas. Wanapofanya mambo yao wanafanya kwa ajili ya dunia, sio kwa ajili ya akhira. Wanafanya kwa ajili ya malengo mengine, sio kwa malengo ya kutaka radhi ya Allah. Kwa hiyo wote wataangamia, hao wasomi, watendaji. Illa almukhlasun, isipokuwa wale ambao wana ikhlasi, wakathibitishwa hawa wasafi, mambo yao wameyafanya kweli kwa ajili ya Allah, wametimiza malengo ya kuumbwa kwao. Walilmukhlisina au mukhlasina adhan kathira, na hao wanaofanya mambo kwa ikhlasi na wao hawasalimiki na maudhi ya dunia hii, wana mitihani mingi. Kwa hiyo mradi mpaka ukiondoka duniani ukafaulu, wewe kweli ulikuwa huko vizuri. Inna lilmuttaqina mafaza
walioishi maisha ya takwa, hawa ndio wanaoondoka na mafanikio kwenye dunia yao. Juhudi yao inazaa matunda. Kwa hiyo wengi katika watu, kwa mujibu wa hii aya, pamoja na elimu ya hao wenye elimu, wanakosea. Afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu, Allah ameuliza, unamuona mtu ambaye matamanio yake ya nafsi ndo kayafanya Mungu wake? Yani nafsi yake inavyomtuma anaitumikia, anatumikia hawa ya nafsi yake, sio alivyotakiwa afanye na Mola wake. Sasa mtume ndo anaulizwa hilo swali, afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu, unamuona mtu ambaye Mungu wake yeye ni yale matamanio yake, anafanya lile analotamani, hafanyi aliloambiwa, anafanya analotamani. Wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah anamuacha aishi kwenye dalal, upotovu, ala ilmin, pamoja na kwamba si mtu mpumbavu, ni msomi. Anaishi kama mjinga wakati yeye ni msomi, kasoma. Kosa lake ni kuendekeza matamanio ya nafsi yake. Kwa hiyo haendi kwenye vigezo vya amri, makatazo aliyopewa, anaenda kwenye vigezo vya nataka nini, sitaki nini. Ittakhadha ilahahu hawahu, kajifanyia au kajichagulia Mungu kwake yeye ni matamanio yake, vile anavyotamani ndo anavyofanya. Hafanya anavyotakiwa afanye, anafanya anavyotaka yeye kufanya. Wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah akamwacha kwenye dalal, kwenye upotofu, pamoja na kwamba si mtu mjinga, ni msomi na elimu yake, akaishi katika upotofu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, Allah akapiga muhuri kwenye usikivu wake na moyo wake. Wajaala ala basarihi ghishawa, pamoja na moyo na usikivu kuzuiwa, hata na uoni wake pia ukawekewa pazia. Ana macho lakini hayaoni haki, ana masikio lakini hasikilizi haki, anao moyo lakini hazingatii haki. Kasoma lakini anafanya mambo nje ya kiwango, nje ya utaratibu. Faman yahdihi min ba'di llahi, anaulizwa Mtume, mtu kama huyu kakirimiwa Uislamu, ni Muislamu, kapewa elimu, si mtu mpumbavu, si mjinga, lakini moyo wake hauzingatii haki, masikio yake hayasikilizi haki, macho yake hayaangalii haki, anafanya kile anachoona yeye sawa, sicho alichoambiwa afanye. Faman yahdihi min ba'di llahi, mtu kama huyu ataongozwa na nani baada ya kukataa uongozi wa Mungu, uongozi wa Allah? Akishaukataa uongozi wa Allah, ataongozwa na nani wa kumpeleka kwenye mafanikio? Nani mwingine zaidi ya Allah? La ilaha illa Allah. Afala tadhakkarun, hivi nyinyi watu hamtumii vizuri akili zenu? Hamtumii hizo akili zenu? Hamfikiri? Hamna kumbukumbu? Kwa hiyo aya zipo, zikisomwa zipo, zisiposomwa zipo, zikifanyiwa kazi zipo, zisipofanyiwa kazi zipo. Lakini manufaa ya hizo aya watapata watu wote? Hawapati watu wote. Watapata manufaa ya hizo aya wale ambao walikopu na malengo na matakwa ya hizo aya. Kwa hiyo nimekuletea kitabu kina aya za aina mbili. Kuna aya ambazo ni nyepesi kufahamika, na hizo ndo lengo la kuletwa kitabu. Hizo ndo msingi wa kitabu chenu, zitumieni munufaike nazo. Wa ukharu mutashabihat, na ziko nyingine zenye utata kuzifahamu kwake, pia zimo kwenye kitabu hicho hicho, lakini zipo na zinafahamika kwa watu ambao wana uwezo wa kuzifahamu. Ndio maana Allah akasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun,
Kama kuna jambo mbele yako huna elimu nalo, nenda usione tabu kwa yule mwenye elimu nalo, ukamuulize, atakuelekeza. Hakuna mkamilifu, kila mmoja kazidiwa na mwingine. Narfa'u darajati man nasha'u wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Wote kimaumbile mko sawa, lakini tunawanyanyua daraja tunaowataka. Wakifikia viwango au vigezo, wananyanyuliwa daraja zao kwa mujibu wa wanapostahiki. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun, na kwa kila mwenye kujua juu yake yupo anayejua zaidi. Hawafanani watu katika kujua wakajua level moja. Kwa hiyo kile ambacho wewe huna, mwenzako hicho anacho, usione tabu kwenda kwa aliye nacho akakuelekeza. Faman radda almushtabih ila alwadih almuhkami faqad ihtada. Faman radda almushtabih, mtu yoyote mwerevu anayefahamu hichi kitabu akakutana na aya yenye utata, hakuifahamu vizuri, faraddahu, akaipeleka au akairejesha aya yenye utata, ila alwadih almuhkami, kwenye aya ambayo iko wazi, haina mafumbo. Yenye utata uichukue kwenye ile maudhui ambayo inakukanganya, uipeleke kwenye aya nyingine iliyozungumzwa plainly kwenye maudhui ile. Kwa hiyo ile iliyozungumzwa plain language itatafsiri hii inayo utata. Mmefahamu? Ikikuzonga aya, mbona ziko nyingi na zinakuwa kama zinagusia maudhui zinazojirudia rudia. Hapa pamezungumzwa kitu hichi, na huku kumezungumzwa kitu hichi, na huku kumezungumzwa kitu hichi. Hebu zikusanye zile zote, halafu katika aya ulizozikusanya zinazozungumzia common message, ziko nyingine lugha yake ni ya wazi. Hiyo lugha ya wazi hiyo itakuelekeza pale palipokukanganya kabla hujenda kwa mwenye kujua. Ndo Sheikh alivyosema hapa, faman radda almushtabihi ila alwadih almuhkami, atakayeichukua aya itakayomtatiza akenda akaiegesha kwenye aya nyingine iliyo wazi, iliyozungumza lugha ndogo nyepesi, faqad ihtada, jawabu atakayoipata huyu mtu atakuwa kaongoka, keshafahamu lililokusudiwa. Wa inaakasa, kama atafanya kinyume, akaichukua ile iliyo wazi akaipeleka kwenye aya tatanishi, faqad dhalla, huyo atakuwa kapotea, maana atakayoipata itakuwa sio sahihi, yani ndo kajikanganya zaidi. Walihadha qala taala, kwa sababu hiyo ya kukosa hivyo vipimo, ndo maana huku mbele Allah akasema, fa amma alladhina fi qulubihim zayghun. Az-zaygh ni kumili kutoka kwenye kupatia ukenda kwenye kukosea, ndo zaygh. Kule kuliko sawa umeondoka ukaenda kuliko sawa, kusiko kuwa sawa. Sasa kuna watu katika dunia hii wako hivyo, kama msemo wa Kiswahili unaosema mzoea vya kunyonga vya kuchinja haviwezi. Tumeharamishiwa vitu vya kunyonga, lakini kuna watu hivyo ndo hobi yao. Sasa kishazoea vya kunyonga, akaja akakuta vilivyochinjwa, anasema hivi sikubaliani navyo, sivipendi, au nitapata madhara nikila. Bora ale kibudu, atajisikia faraja kuliko kula kilichochinjwa. Sasa mtu ambaye moyo wake toka hapo unamili kwenye upotofu, akisoma hiki kitabu anapata vitu dabodabo. Mnafahamu hiyo dabodabo eh? Mtu ambaye moyo wake una upotofu, akikisoma kitabu hiki anapata vitu vilivyo kanganyika. Kwa hiyo moyo wake umemili kwenye upotevu. Fa amma alladhina, ama watu ambao fi qulubihim zayghun, kwenye nyoyo zao kuna elementi za upotofu, wanapenda zile batili zao. Wakikisoma kitabu hiki watu hao, fayattabi'una ma tashabaha minhu, mara nyingi hubezi kwenye hizo aya zenye utatanishi. Hapo ndo wanajikita, hapo ndo wanajenga hoja, hapo wanafungua mijadala.
kitu chenyewe hakiko wazi na yeye hakijui, anakitumia hicho kufanyia mijadala. Inafahamika hiyo. Watu wenye upotevu katika nyoyo zao wakikisoma kitabu hiki huzifuata makusudi zile aya zenye utata zisizofahamika kirahisi, wakajikita humo, wakakaa humo. Fa amma man kana fi qalbihi milun anil huda, ndio hiyo fi qulubihim zayghun. Mtu yoyote ambaye kwenye moyo wake kuna kumili kuelekea kwenye upotofu, kuuacha uongofu. Man kana fi qalbihi, mtu yoyote ambaye muna moyoni mwake milun anil huda ila dhalali, muna kumili kutoka kwenye uongofu, akathamini, akapenda au akashabikia upotovu. Mtu kama huyu fayattabi'u almutashabih minhu, mara nyingi hufata aya zenye utatanishi, pale hupata kivuli cha kujifichia. Kwambia aya Qur'ani inakataa dhulma, na hichi ulichofanya wewe ni dhulma, unadhulumu, na dhulma ya duniani ni visa katika siku ya kiyama, hebu jihurumie. Basi atakuwa kupeleka kwenye aya zenye mkorogeko wa maneno, fumbo lake huwezi kulifumbua, akajificha hapo, akajifanya yeye mwerevu zaidi kuliko watu wote. Yani anataka ahalalishe anachokifanya kwa kutumia maneno ya aya ambayo yeye mwenyewe haijui na uwezo wa kukutafsiria wewe ilivyotakiwa hana, lakini anakaa hapo kwamba kuna kichaka, yeye atajificha. Wayufasiruhu ala hasbi hawahu, akikaa kwenye aya hiyo anaitafsiri kwa mujibu wa matamanio yake yeye vile anavyotaka ndivyo atakavyokuambia, sivyo ilivyokusudiwa. Lakini na wewe maarifa kwenye aya hiyo huna. Wapotovu wenye upotovu kwenye nyoyo zao kwenye kitabu hichi hujikita kwenye aya ambazo lugha yake sio ya wazi, inahitaji maarifa na fani za ziada. Akakaa hapo akatafsiri kwa matamanio yake, sivyo ilivyokusudiwa. Mradi yeye atakuwa akapata chaka la kujificha, na ndo atakuwa akajenga hoja kwamba kanukuu aya kwenye analolifanya, alilolisimamia, kanukuu aya. Wanafanya hivyo ibtighaa alfitna, kwa kutaka kuwaingiza watu kwenye fitna. Jambo ni kosa, watu walione liko sawa, walipende na wao wasilitilie mashaka, walishabikie kumbe ni madhara. Wanakwenda kwenye aya hizo ibtighaa alfitnati, ili kutaka katika jamii yao kuingiza fitna, kuwafitini watu kwenye imani zao. Wabtighaa ta'wili, na jambo la pili wanalolitafuta kwenye aya hizo, wanatafuta waonekane ni wataalamu wa kutoa ta'wili, yani tafsiri ya aya. Aya hii inamaanisha hivi, kumbe sivyo. Wenye upotovu wa nyoyoni mwao. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, wanafuata aya zinazo utatanishi kwenye kitabu hichi. Talaba li fitnati nnasi fi dinihim, wanafanya hivyo kwa kutafuta kuwaingiza watu kwenye fitna ndani ya dini yao, wanawafitinisha watu kwenye dini. Wa ihaman litibai, na wanataka kuwafanyia watu iham, yani wawatuhumishe, wawaaminishe kwamba tulichofanya ni sawa na nyinyi mnapaswa mutii. Ihaman lilitibai, kwa kuwatuhumisha wale wafuasi wao, biannahum yabtaghuna tafsira kalam Allah, wao walichokifanya wanataka kutoa tafsiri ya maneno ya Allah. Hamuamini hata aya jamani, nyewe waislamu gani? Aya hii hapa inasema kadha 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 kadha, kumbe alichosema yeye ni tofauti na aya ilivyozungumza. Maarifa yake kwenye hiyo aya madogo, lakini anataka awafunge watu kwa sababu ya imani yao ni Waislamu. Wakisomewa aya hawawezi kuikataa, basi wanasema katuambia shehe, mufti kasema. Watu wengine wanaitwa mufti, mnaona? Kwa hiyo mufti kasema, si tatizo.
Kuna siku katika maisha niliyoishi juu ya ardhi hii niliona maajabu, lakini nikisema huko nitakuwa natafuta ugomvi na watu, ila kwa sababu ya hii darsa nataka nitoe mfano tu. Kulikuwa kuna mkutano wa kisiasa Kibanda Maiti miaka ya 90 huko, ama sikosei, au 2000 mwanzo ulifanyika mkutano Kibanda Maiti wa hadhara ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mkutano ulikuwa kuanzia saa 6 sijui mpaka saa 10 au ilikuwa saa 10, lakini ulikuwa mapema. Ulikuwa mkutano wa mapema mwezi wa Ramadhani. Jioni watu wanashughulika na kupika iftari ya kina mama, na wengi ndo washabiki wa mikutano. Niko nyumbani kwangu, watu wanatoka mkutanoni, wamenipita watu wananiomba maji ya kunywa. Kawaangalia watu wazima Waislamu, hawaumwi na afya zao, maji ya kunywa kwani hii si Ramadhani? Tumeambiwa inajuzu kufungua, tutakuja kulipa baadaye. Mfungue kwa dharura gani? Tulikuwa mkutanoni, najua pale kali, tumeambiwa tunaweza kufungulia, tutakuja kulipa hii siku baadaye. Kaambia mimi maji humu mwangu hamna. Wakatoka hao wakaenda sawa. Sasa unaona tawili zinavyotolewa hivyo, wamepewa na pengine aya wamesomewa kwamba dini ni nyepesi, naweza kuchukua dharura hii, kuleni, furahini, utakuja kulipa fi ayamin ukhra. Kwa hiyo hata hana aibu, hana kimeme, anaomba maji ya kunywa mchana saa 7 ya Ramadhani. Kiu imemkaza kwa sababu walikuwa mkutanoni, mkutano wa siasa. Nachukulia huo kama ni mfano kwamba kuna watu wanafitinishwa kwenye dini yao kwa kuaminishwa mambo wakayaona ni sawa, hayana tatizo, kumbe wanafanya makosa. Kama faala nasara adallun, kama walivyofanya Wakristo waliopotea. Haithu ihtaju biqaulihi ta'ala, pale walipojengea hoja kauli ya Allah fi sha'ni Isa, kuhusiana na kadhia ya Isa. Allah amesema wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu, huyo Isa ni neno la Allah. Mmefahamiana? Kalimatuhu ni neno lake Allah, alqaha ila Maryam, alilolitupa kwa Maryam, wa ruhun minhu, na huyo Isa ni roho inayotokana na Allah. Maneno kama hayo wakayachukulia huyu obviously atakuwa ni mtoto wa Mungu mwenyewe, anatokana na neno la Bwana. Halafu ni roho wa Mungu. Sasa roho wa Mungu, neno la Mungu, kilichopatikana kutokana na neno la Mungu na roho wa Mungu, basi kinatokana na Mungu. Hii ni sehemu ya Mungu. Mnaifahamu hii mifano? Lakini aya imeandikwa hivyo hivyo, lakini ndivyo ilivyokusudiwa hivi mnavyotafsiri? Sivyo ilivyokusudiwa. Kwa hiyo kulikuwa kuna hitaji maarifa ya ziada na fani za kilugha ziwafahamishe pamekusudiwa hivi, na nyinyi mkisema ni hivi maana yake mtakuwa mmekosea kwa sababu hii. Kwa hiyo walichukua maneno haya manasara wa Kristo wakayajengea hoja ala anna Isa ibnullahi, kwamba Isa ni mtoto wa Mungu, wa huwa juz'un min Allah, tena yeye Isa au Yesu ni sehemu ya Mungu, sehemu ya Mungu mwenyewe. Fadda'u uluhiyatahu, wakadai kwamba Allah Isa ni Mungu au ni Mola kama alivyo Allah babake. Wataraku almuhkam, kwenye kitabu chao walichosoma chenye hiyo aya wameacha aya nyingine ambayo iko plain muhkam, wameiacha. Wa huwa qauluhu ta'ala,
ni kauli yake Allah aliyosema, in huwa illa abdun an'amna alayhi. Mnaiona hii aya muhkamu? In huwa, hakuwa huyo Isa illa abdun, isipokuwa ni mja wetu kama mlivyo nyinyi wote, lakini mja wetu huyu an'amna alayhi, tumemneemesha, tumemfadhilisha. Ni mtu kama watu wengine, lakini tofauti ya huyu na watu wengine, huyu tumemneemesha, tumempa utukufu wa kuwa yeye ni nabii, kapewa kitabu. Watu wengine hawana hiyo hadhi, wao wakampachika kwenye uungu kabisa. Wengine wanasema ndo Mungu mkuu na mwokozi wetu. Sasa yeye akawa mkuu, huyo baba yake yeye anakuwa wapi? Kashuka daraja kwa sababu ya mtoto. Naona mazonge vitu kama hivyo. Zote ni aya zimo kwenye kitabu, lakini mtu anakimbilia kwenye ile aya yenye utatanishi kidogo, halafu ajengee hoja, aijaze nyama, apate kuwatia watu katika fitna, wakati aya nyingine iliyozungumza lugha ya wazi ipo. Huyu ni mja wa Allah. Na nyingine imesema inni abdullah, yeye mwenyewe kasema mimi ni mja wa Allah. Atani alkitaba waja'alani nabiyya, amenifanya ni mtume, amenipa na kitabu, kanipa kitabu na kanijalia kuwa ni mtume. Waja'alani mubarakan aina ma kuntu, kanijalia mimi ni kiumbe wake aliyenipa baraka nyingi popote nitakapokuwepo. Wa ausani bisalati wa zakati, amenihusia, na wasia ni kauli yenye nguvu zaidi kuliko amri. Hakusema ameniamrisha, amenihusia nishikamane na swala, nishikamane na zaka, yani nitekeleze swala na nitekeleze amali ya zaka. Haya wameamrishwa binadamu wote, kwa hiyo na yeye kawajibika kwa hayo walioamrishwa watu. Usemeje yeye Mungu anatoa zaka, Mungu anasali, anamsalia nani? Kwa hiyo aya zipo kwenye kitabu hicho hicho kimoja, watu wanakimbilia kwenye zile zenye utata wawazonge watu, na watu wakishazongwa tena hawaoni, hawasikii, humtoi hapo, na yule aliyetengeneza hayo mazonge ndo anachotaka apate mbumbumbu, awaburuze wasitoke, awapeleke kule anakotaka. Kwa hiyo kitabu kina aya za aina mbili, aya ambazo zinafahamika waziwazi, na kuna aya nyingine zinazo utatanishi. Watu wapotovu hushikilia zenye utatanishi ili wawafitinishe watu kwenye dini yao, na watake kujitangaza kuwa wao ndo wanaojua tafsiri ya hizo aya, wakati si kweli, uwezo huo hawana. Kwa hiyo aya zipo kama hiyo, nasema wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu. Isa ni neno lake Allah alilolitupa kwa Maryam, na Isa ni roho ya Allah, roho inayotokana na Allah. Lakini kwenye kitabu hicho hicho pia kuna maneno yanasema in huwa illa abdun an'amna alayhi, hakuwa Isa isipokuwa ni mja miongoni mwa waja wetu, tumemneemesha tu juu yake. Adallu ala annahu abdun min ibadillahi, aya hii inaonyesha dalili kwamba Isa ni mja miongoni mwa waja wa Allah, wa rasulun min rusulihi, na ni mtume miongoni mwa mitume aliyowatuma, kampa wadhifa wa utume, lakini ni binadamu wa kawaida. Kuwa hana baba sio ishu, Allah kaonyesha uwezo wake. Hata Adam hana baba wala mama, kwa hivyo kama mtoto wa pekee wa Allah angelikuwa ni Adam alayhi salam. Hakupatikana kwa baba wala mama, Allah kaumba mwenyewe. Kwa hiyo watu wanazikuta hizi aya za aina hizo mbili, ila wapotoshaji hukimbilia kwenye hizi ambazo zina utatanishi katika kufahamu kwake, wakawapoteza watu. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, hakuna anayejua ta'wili ya aya hizo isipokuwa Allah mwenyewe ndo anayejua. Kwa hiyo hii inayozonga ichukue uitupe kwenye nyingine ambazo zinazungumzia maudhui hiyo hiyo, ambazo hazina mazonge, utapata mbona kitu kilichonyooka. La ya'lamu tafsira almushtabihati, hakuna anayejua tafsiri ya aya zenye utatanishi. Wa maanahu, na hakuna anayejua maana ya aya hizo, alhaqiqi, maana ya uhakika, illa Allah wahdahu, isipokuwa Allah peke yake ndo anajua.
warasikhuna fil ilmi yaquluna, aya hizo akizikuta watu waliobobea katika ilmu, watu ambao kusoma ndo hobi yao hapa duniani, wakizikuta aya hizo ukiwazonga kwa hoja, yaquluna amanna bihi, wao wanasema sisi kwa ujumla hizo aya tunaziamini, ni aya tunaziamini. Yani wanasema wenye elimu, wenye maarifa ya kumfahamu muumba wao, wanasema thabituna almutamakkinuna min alilmi, watu waliothibiti, waliotamakani katika suala la kusoma, wao wakipewa mijadala hiyo wanasema yu'minuna bilmutashabih, wanaziamini aya zenye utata, wa annahu min indillah, na wanahakika zinatokana na Allah hizo. Hiyo tunajua ni aya, Allah ndo kasema hivyo. Nini kakusudia yeye anajua zaidi. Ufahamu wetu sisi kwenye aya hizi ni mdogo. Kwa hiyo hii si kuifahamu, lakini mbona ziko nyingine zinazofahamika zenye maudhui kama hii? Nenda kwenye hizo, hunna umul kitab, hizo zinazofahamika bila mazonge, ndo msingi wa kitabu chenyewe. Usingangania hapo ambapo hujafahamu vizuri, sogea mbele au rudi nyuma, tafuta zinazofanana na hiyo, zitakutafsiria. Ile muhkam ndiyo inayotafsiri mutashabih au mushtabih. Wenye elimu wanasema kullu min indi rabbina, aya hizi zote zinazofahamika na zisizofahamika sisi tunazikubali ni aya zote zinatoka kwa Mola wetu mlezi. Kullu min almutashabihi walmuhkami, aya zote hizi zenye utatanishi na zisizo utatanishi, haqun wa sidqun, tunaamini zote ni haki na ni ukweli, liannahu kalamullah, kwa sababu yote ni maneno ya Allah Mola wetu. Mola wetu ndo kasema hayo. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, wama yadhakkaru illa ulul albab, hawayaweki akilini mambo kama haya isipokuwa watu ambao wanatumia akili zao vizuri. Ulul albab, albab ni jamu ya neno lubbun. Lubbun ni sehemu ya ubongo ambayo kazi yake ni kudigest vile vitu ambavyo vina mzunguko mrefu kwenye system ya ufahamu mwilini. Wanaita sijui kibiolojia modular oblongata, sehemu hiyo ya ubongo. Kwa hiyo mwenye mwerevu anajua kutumia ubongo wake vizuri, hachangii kila mada tu inayoingia mjini, na akichangia rai yake inakuwa ni saib, anachangia kitu na mahala ambapo anauelewa napo. Usijitie tu kwenye kila mijadala, mingine itakupeleka chaka, utapotea, utakosea, halafu uje ujilaumu baadaye. Kwa hiyo wanaozongwa katika watu wenye elimu, kauli yao inakuwa ni nyepesi tu, amanna bihi kullu min indi rabbina, hizi aya sisi tunaziamini, zote zinatoka kwa Mola wetu mlezi. Wama yadhakaru, lakini hawatumia akili wakafikiri ipasavyo, illa ulul albab, isipokuwa watu wanaotumia lubu zao vizuri. Watu wamepewa viungo vya kimaumbile, wanavitumia ipasavyo. Anakaa anafikiri, alafu ndo anatoa maamuzi, na akitoa maamuzi baada ya kufikiri sana, maamuzi yake yanakuwa yako sawa, hapotei. Yani ma yataidhu, hawezi kuwaidhika, wayatadabbaru, na akazingatia, hawezi kuwaidhika na hawezi kuzingatia, illa ashabul uquli salimati almustanira, isipokuwa watu wenye akili zilizosalama, ambazo ni angavu, akili zao zina nuru, zinawaonyesha mbali, ndo wanazingatia vitu kama hivi. Wazembe hujiingiza kwenye mijadala isiyo na tija, wakakosea na wakaishi maisha ya dhambi. Siku zao zikimalizika, wanakufa wamekosea, wanaenda pabaya, kwa sababu ya uzembe tu ambao ulikuwa unaepukika. Rabbana, au wenye akili hao, wenye kutumia akili zao, wanasema Rabbana, ewe Mola wetu. Maana wakishaingia kwenye mijadala au wakakuta watu wenye kujadiliana, wenye akili zao na wenye elimu iliyokuwa yenye manufaa, wanaona mistakes,
wanaona mapungufu, wanaona uharibifu unaozaliwa na mijadala ya watu wanaoonekana wasomi. Wenye akili huwa wanasema, wanaongea na Mola wao, Rabbana, ewe Mola wetu, la tuzigh qulubana. Hao wajuu wanaolaumiwa ni nani? Alladhina fi qulubihim zayghun. Zayghun ni upotovu. Hawa wenye akili, wenye elimu wanasema, Rabbana la tuzigh qulubana, Mola wetu sisi usizipotoshe nyoyo zetu, usizipeleke nyoyo zetu kwenye zaigh, kwenye upotevu. Tuweke hapa kwenye njia iliyonyoka, tuangazie njia yako, tuone palipokuwa panafaa. Usizipeleke nyoyo zetu kwenye upotevu wanaoogelea hawa waja wako wengine. Rabbana, ewe Mola wetu, la tuzigh qulubana, usizipotoshe nyoyo zetu zikafikiri kisichokuwa sawa au zikatoa maamuzi yasiyo ya sawa. La tumilha anil haqi, usizielekeze kusikokuwa na haki nyoyo zetu. Wala tudhilluna, wala usitupotoshe au usitupoteze, baada idha hadaitana, baada ya kushakutupa mwongozo au hidayah. Tulikuwa ujingani, umetutoa kwenye ujinga, umetuleta kwenye nuru. Usitutoe tena kwenye nuru tukaingia ujingani. Wenye akili wanamuomba Mola wao hivyo kwa maneno na vitendo. Usikuta pahala watu wanatukanana na wewe ukashabikia upande mmoja, na wewe utakuwa mtukanaji. Usienda pahala watu wanaumbuana na wewe ukashiriki kuwaumbua watu, na wewe umo. Wenye akili wanaelekea pahala salama zaidi kutafuta kinga kwa Mola wao. Rabbana, ewe Mola wetu, la tuzigh qulubana, usizipotoshe nyoyo zetu, baada idha hadaitana, baada ya hii hidayah uliokushatupa. Ushatuelekeza kwenye uongofu, usitutoe tena hapa kwenye uongofu ukatupeleka kwenye upotofu. La tuzigh qulubana, yani la tumilha anil haqi wala tudhilluna, usizipotoshe nyoyo zetu zikaondoka kwenye haki, wala usitupoteze. Baada idha hadaitana, baada ya kushakutuongoa. Baada an hadaitana, baada ya kutuongoa, ila dinika alqawim, ukatuelekeza kwenye dini yako ya sawasawa, wa shar'ika almustaqim, na sharia yako iliyonyooka inayokubaliana na maumbile ya binadamu. Tumeikubali sharia na tunaishi maisha ya dini. Usije ukatutoa tena hapa Mola wetu, tuhifadhi. Maana dunia ina mitihani mingi, kuna mambo ya ushabiki wa makundi, ndugu, jamaa, wakubwa na vitu vingine. Nikishabikia huku nitakuja kukosea muongozo wako. Nimeukubali muongozo wako, nibakishe kwenye muongozo wako, nisije nikapotoka kutoka hapa baada ya uongofu uliokushanionyesha. Wenye akili wanaomba hizo dua kwa maneno na vitendo. Wahablana min ladunka rahmatan, na ewe Mola tupe. Hablana yani hiba ni tunuko, Allah atutunukie. Maana hatuna gharama za kulipia kupewa sisi hidayah, hatumudu kulipa, lakini Allah atutunukie kwa uwezo wake. Min ladunhu, kutokana na maamuzi yake mwenyewe, rahmatahu, rehema zake. Wahablana min ladunka rahmatan, tupe rehema zinazotokana nawe, yani imnahna min fadlika wa karamika rahmatan, tutunukie kutokana na fadhila zako na utukufu wako na ukarimu wako, tumiminie au tutunukie rehema. Tuthabituna biha ala dinika alhaqi, rehema hiyo utakayotupa ituthibitishe kuishi kwenye dini yako ya haki mpaka tufe, kama ulivyotuambia, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mnatakiwa muishi na Uislamu wenu mpaka dakika ya mwisho ya maisha, msije mkafa nje ya mila ya Uislamu. Basi Mola wetu, wewe ndio unaweza ukatuthibitisha hapo, tusije tukapotoka, tubaki kwenye Uislamu mpaka maisha yetu yanamalizika, tuweko kwenye dini yako ya haki. Innaka antal wahhab, tunakuomba wewe ututunukie, kwa sababu wewe ndiyo mpaji, wewe ndio unowapa viumbe wako kile unachotaka kuwapa. Kwa hiyo tunakuomba wewe, innaka antal wahhabu, wewe ndiye unayetunukia viumbe wako vile vitu vya tunu unaotaka kuwatunukia. Anta ya rabbu,
wewe ewe Bwana almustafdhilu ala ibadika, wewe ndiye unayewafadhili waja wako, bila atai wal ihsani, kwa kuwapa unachotaka kuwapa na kuwatendea ihsani, wakawa wako vizuri kama unavyotaka mwenyewe. Jambo hilo hakuna anayeweza kutufanyia ila wewe mwenyewe. Kwa hiyo tunakuomba Mola wetu ututunukie hiyo rehema yako na utulinde katika imani yako, tubakie hapo mpaka dakika ya mwisho. Rabbana, ewe Mola wetu, innaka jami'un nasi liyawmi la raiba fihi, hakika wewe ndiye utakayewakusanya watu wote uliowaumba kwenye siku moja ambayo hiyo siku haina shaka, ipo tu. Watakapoamini watu ipo, wasipoamini hiyo siku ipo. Kwa hiyo sisi tunaamini hiyo siku ipo, tunakuomba wewe mmiliki wa hiyo siku. Rabbana, ewe Mola wetu mlezi, innaka jami'un nasi liyawmi la raiba fihi, wewe ndiye utakayewakusanya watu wote kwenye siku ambayo watu wote watakusanyika mbele yako, siku ambayo hiyo siku haina shaka ipo. Jami'ul khalaiqa fi dhalika al-yawmi rahibi, wewe ndiye utakayewakusanya viumbe wako kwenye hiyo siku inayotisha. Yaumul hisabi, hiyo ndo siku ya hisabu. Alladhi, siku ambayo la shakka fihi, kuwepo kwa siku hiyo si swala lenye shaka, ni kweli ilo swala lipo, tunakubali lipo, tunaamini. Kwa hiyo tunataka salama ya siku hiyo. Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad, Allah kaahidi hilo jambo atalifanya, na Allah anachoahidi haendi kinyume na ahadi yake. Inna Allaha, hakika ya Allah, la yukhlifu al-mi'ad, haahidi jambo Allah halafu akakhalifu miadi yake au ahadi yake akafanya tofauti. Wa'duka haqqun, miadi yako Allah ni kweli, ni ya haki. Wa anta ya Rabbu, na wewe ewe Bwana, la tukhlifu alwa'di au la tukhlifu almaw'id, wewe hukhalifu miadi yako, ukiagiza ukiahidi jambo unatekeleza. Ka kaulihi ta'ala, kama kauli ya Allah anayosema kwenye aya nyingine, Allahu la ilaha illa hu, Allah ndiye ambaye hakuna mola wa kuabudiwa kwa haki ila yeye. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi, wallahi Allah atakukusanyeni nyinyi nyote kwenye siku ya kiyama, jambo ambalo halina mashaka. Waman asdaqu min Allahi haditha, na ni nani ambaye akiongea husema kweli kumshinda Allah? Allah kasema hivi, kuna siku nyote atakukusanyeni mbele yake kwenye uwanja mmoja. Waman asdaqu min Allahi haditha, wengine wanakwambieni si kweli, hilo jambo halipo. Sasa Allah kasema atalifanya, wengine wanasema halipo. Waman asdaqu min Allahi haditha, ni nani anayeongea maneno akayanyoosha ni ya kweli akamshinda Allah subhanahu wa ta'ala? Hiyo ni aya ya 87 kwenye sura ya 4, Suratun Nisa. Allahu la ilaha illa hu, Allah hakuna mola wa kuabudiwa kwa haki ila yeye. La yajma'annakum ila yaumil qiyama, wallahi atakukusanyeni nyote siku ya kiyama. La raiba fihi, jambo hilo halina mashaka, ni kweli iliyo wazi. Waman asdaqu min Allahi haditha, ni nani akiongea husema kweli kumshinda Allah? Hakuna, wote wanaongea wanasema uongo. Allah hasemi uongo analoliahidi. Kwa leo inshallah tutafikia hapo. Narudia tena kama kawaida tafsiri ya neno kwa neno. Huwa alladhi anzala alayka alkitaba, yeye Allah ndiye aliyekuteremshia wewe mtume wake kitabu. Minhu ayatun muhkamatun, katika kitabu hicho kuna aya zilizo wazi. Hunna ummul kitabi, hizo ndo msingi wa kitabu chenu, yani hizo ndo mkimbilie, mzifahamu, mzifanyie kazi. Wa ukharu, kwenye kitabu hicho kuna aya nyingine mutashabihat, zina utata katika kuzifahamu kwake. Mujue tu mtakutana na aya hizi na aya hizi. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, wale watu ambao nyoyoni mwao muna upotovu, yani kipaumbele chao ni ule upotovu, wakikisoma hichi kitabu, fayatabiuna ma tashabaha minhu, huzifuatilia zile aya zenye utatanishi, ndizo wakadili nazo. Ibtigha alfitnati, kwa kutaka kuwafitini watu kwenye dini yao.
wabtighaa ta'wilihi, na kwa kutaka kujaribu kutoa tafsiri ya hizo aya zenye utata. Nyoyoni mwao mna upotovu, halafu wanadili na aya tata. Wama ya'lamu ta'wilahu, na hakuna anayejua ta'wili ya aya hizo tata illa Allahu, isipokuwa Allah mwenyewe ndo anajua. Anajua nini kaongea hapo. Nyinyi hamfahamu, msende msishughulike na kitu msichokifahamu. Warasikhuna fil ilmi, na wale ambao wanajituma sana kwenye ilmu, wakikutana na mijadala ya ovyo kama hiyo, yaquluna, wao huwa wanasema amanna bihi, hizi aya zipo, si tunaziamini kama zilivyo. Kullu min indi rabbina, hizi zinazofahamika na zisizofahamika zote zinatokana na Mola wetu. Kwa hiyo kusema mimi hii sijui sio tatizo, sijui, lakini naamini ni maneno ya Allah. Wama yadhakaru illa ulul albab, hawazingatii hivi vitu isipokuwa watu wenye akili zilizo salama, wanatumia vizuri ubongo wao. Rabbana, halafu wenye ilmu wanaomba, wanasema ewe Mola wetu, dunia ina mazonge na mitihani mingi, na sisi waja wako dhaifu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, Mola wetu usizipotoshe nyoyo zetu baada ya huku kutuongoa ulikotuongoa, tubakishe kwenye uongofu hivi hivi. Wahab lana min ladunka rahmatan, na ututunukie rehema kutoka kwako, yani turehemu wewe Mola wetu. Innaka antal wahhab, wewe ndio mwenye kutunuku kwa waja wako tunu zako. Rabbana, ewe Mola wetu mlezi, innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi, hakika wewe utawakusanya watu wote mahala pamoja kwenye siku ambayo haina shaka ndani yake. Hiyo siku ipo tu, tunaamini ipo, na wewe ndio utakayewakusanya waja wako siku hiyo. Inna Allaha la yukhlifu almi'ad, hakika Allah haendi kinyume na alichoahidi. Wa ala hadha alqadri yaqif, wallahu a'lamu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا جملنا بالعافية والسلامة، وحقق لنا التقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.